watazamaji wa channel yetu pendwa ya Catholic Moshi Online TV. Karibuni katika tafakari ya neno la Mungu katika Dominika hii ya 5 ya mwaka A wa kanisa, ambapo masomo tunayapata kama ifuatavyo. Somo la kwanza tunalipata katika kitabu cha Nabii Isaya sura ya 58 aya 7 hadi ya 10. Somo la pili tunalipata katika waraka wa kwanza wa Mtume Paulo kwa Korinto sura ya 2 aya kwanza hadi ya 5, na Injili takatifu tutaipata kutoka katika Injili ilivyoandikwa na Mtakatifu Mathayo sura ya 5 aya 17 hadi ya 16. Kwa kweli dhamira kuu ya Dominika hii ni utume wetu wa kuukoleza ulimwengu na kuuangazia ulimwengu. Utume wa kuukoleza na kuuangazia ulimwengu. Dhamira hii imechotwa kutoka katika Injili yetu ilivyoandikwa na Mtakatifu Mathayo, nami nitaisoma. Somo la Injili ilivyoandikwa na Mtakatifu Mathayo sura ya 5 aya ya 13 hadi ya 16. Yesu aliwaambia wafuasi wake, ninyi ni chumvi ya dunia, lakini chumvi ikiwa imeharibika itatiwa nini hata ikolee? Haifai tena kabisa, ila kutupwa nje na kukanyagwa na watu. Ninyi ni nuru ya ulimwengu. Mji hauwezi kusitirika ukiwa juu ya mlima, wala watu hawawashi taa na kuiweka chini ya pishi, bali juu ya kiango, nayo yawaangaza wote waliomo nyumbani. Vivyo hivyo nuru yenu na iangaze mbele ya watu, wapate kuona matendo yenu mema, wamtukuze Baba yenu aliye mbinguni. Neno la Bwana. Sifa kwako, Kristo. Wapendwa watazamaji wa chaneli yetu hii, katika somo la kwanza tunamuona Nabii Isaya ambaye anatuelezea huu mwanga, hii nuru ambayo inatakiwa iwaangazie watu, tunaichota kutoka wapi? Kwa kweli mwanga wetu utaangazia watu kwa njia matendo yetu ya ukarimu, matendo yetu ya upendo, kama vile kulisha masikini, kuwavisha wasio na mavazi, kuwanywesha wenye kiu, kuwasaidia wale ambao wana mahitaji mbalimbali, makazi na kadhalika. Kwa maana hiyo, haya matendo ya upendo, matendo ya ukarimu ni kama switch, ni kama vile kiberiti ambacho kinatusaidia kuwasha hii nuru ili iweze kuangazia watu wote. Kwa hiyo matendo haya yakiwa mema, hii nuru kwa kweli itaweza ikawaongoza watu wengine wakamfuata, wakamuona Mungu na kumpenda. Na Mungu kwa kweli katika somo hili la Nabii Isaya anatuelekeza kwamba Mungu anasikiliza kweli watu wote, lakini kwa namna pekee wale walio na uadilifu, wale ambao wanatenda matendo mema, wale ambao wanatenda matendo ya haki. Katika ile sura ya 58 aya ya 9 tunaambiwa kwamba Mungu anasikiliza zaidi wale ambao wanatenda matendo ya haki. Lakini pia Yakobo 5:16b anatuambia kwamba sala ya mwenye haki, sala ya mtu mwema ina nguvu ya kutenda mambo makubwa. Kwa hiyo tunapowaangazia watu kwa matendo yetu, kwa kweli hata Mungu anatusikiliza, anasikiliza kilio chetu, anasikiliza maombi yetu. Katika somo la pili, Mtume Paulo anataka kutuonyesha sasa chanzo cha huu mwanga ni nani? Tunauchota huu mwanga kutoka wapi, au tunauakisi kutoka wapi? Kwa kweli ili hii nuru iwe halisi, lazima tuchote kutoka kwa yule ambaye ni nuru halisi, jua halisi, yani Mungu mwenyewe. Na kwa kweli haya matendo hatufanyi kutokana na busara au hekima ya kibinadamu, ila tunaichota kutoka kwa Mungu. Kama vile
mwezi na sayari zinavyochukua mwanga wake kutoka kwenye jua na kutuangazia sisi, hivyo hivyo na sisi tunatakiwa tuchote nuru halisi kutoka kwa Mungu na kuangazia watu wengine ulimwenguni ili waweze kumwona Mungu. Na kwa kufanya hivyo tutakuwa na ujasiri wa kuwaambia watu, nifuateni kwa kuwa mimi nimemfuata Kristo. Nifuateni kama mimi nilivyomfuata Kristo. Kama vile Paulo anavyosema katika waraka wake wa kwanza kwa Korinto sura ya 11 aya ya kwanza. Nifuateni mimi kama vile mimi nilivyomfuata Kristo. Katika somo la Injili, Kristo sasa anatuelekeza katika kuukoleza ulimwengu, katika kuangazia ulimwengu, anatualika kuwa chumvi, kuwa mwanga, kuwa nuru ya kuangazia watu ili watu wengine waweze kumuona Mungu na Mungu apate kutukuzwa kwa njia ya matendo yetu. Kwa hiyo watu wanaweza kumshukuru Mungu kwa ajili yetu sisi, kwa ajili ya matendo yetu, kwa ajili ya yale ambayo wanayaona katika sisi. Kuna wakati matendo yetu yanaweza yakapelekea watu wakamkufuru Mungu, wakakufuru jina la Mungu, kwa sababu wanajua kwamba sisi ni Wakristo, tungepaswa kutenda kama Kristo alivyotenda. Lakini yale matendo yetu yanapokuwa giza, tunawatengenezea ukuta, tunawazuilia watu kuwafikia wengine kutokana na matendo yetu. Na ndiyo maana hata baba wa taifa la India, Mahatma Gandhi, aliwahi kusema kwamba sijawa Mkristo kwa sababu ya Wakristo wenyewe. Maana yake nini? Wakristo wenyewe wamemsababishia akakwazika, akaachana na Ukristo. Kwa hiyo tukumbuke kwamba matendo yetu yanatakiwa yalete mwanga na sio giza, yalete mwanga wa kuwaongoza watu wengine kwenda kwa Yesu, kwenda kwa Mungu. Lakini tukumbuke pia katika sasa kuwa mwanga kwa wengine, kuangazia wengine, kuna changamoto nyingi. Si watu wote ambao wanapenda kuona nuru, hasa wale ambao wana makando mbalimbali. Kwa hiyo unapowaangazia unakuwa unawaonyesha kwamba wao ni waovu, unaonyesha kwamba wana makando. Usitegemee watu wote wakashangilia kwa sababu we ni nuru. Usitegemee watu wote wakafurahia kwa sababu unatoa mwanga kwa njia ya matendo yako. Maana hata Yesu ambaye ni nuru, ni nuru ya kweli, alipokuja kuiangazia ulimwengu, wale walio wake hawakumpokea. Mtakatifu Yohane katika Injili yake anasema kwamba watu walipenda sana giza. Nuru ilivyokuja walikimbia mbali na nuru, wakapenda sana giza. Hivyo hivyo tunapoangazia wengine kwa matendo yetu, wanaweza wakatuchukia, lakini bado wajibu ni ule ule, kuangazia wengine. Tusifanye vitu kwa sababu tu ni utaratibu, lakini lazima daima tujiulize, je, hiki ninachofanya kinampendeza Mungu? Ninachofanya ninawasha mwanga kwa wengine? Ninavyofanya hivi nitasababisha wengine kumuona, kumtambua na kumfuata Yesu? Hata kama utaratibu unaniamuru nifanye tofauti, ambapo huu tofauti unanisababisha nilete giza kwa wengine, lazima niache nifuate kama Mungu anavyotaka. Katika miito yetu mbalimbali, ni miito ya ndoa, miito ya upadre ama utawa, lazima tuonyeshe mwanga kwa wengine, tutoe mfano bora. Tusije tukawa sababu ya watoto kusema sitamani kuwa padre kwa sababu padre fulani yuko hivi, sitamani kuwa sister kwa sababu sister fulani yuko hivi, sitamani kuingia katika maisha ya ndoa kwa sababu maisha ya ndoa yako hivi. Bali tutoe mwanga, mfano bora wa maisha yetu. Lakini pia hata wale ambao wanatamani kuingia katika miito fulani, kama umeona kuna giza fulani katika wito huo, wewe Mungu amekuita ukawe mwanga. Kwa hiyo kwa kweli wewe hupaswi kukata tamaa, ila uone kama vile Mungu anakuita ili ukawashe taa, ukatie nuru katika maisha yale, ili wale walioko kule gizani waweze wakamuona Mungu, wakakutana na Mungu. Maisha yetu yakawe mwanga, yakawe taa ya kuongoza wengine kwa Kristo. Tumsifu Yesu Kristo.